sina mashaka na nyie. Migogoro ya ardhi nimekaa hapa Kaliwa ipo mingi. Kwa kuwepo kwenu hapa, nafikiri mtakuwa msaada mkubwa sana. Jitahidini tu kutenda haki, na naamini mpaka mnaaminiwa mmeteuliwa ni watenda haki. Katika jamii zetu kinachosumbua sasa hivi kikubwa wala sio ujambazi, migogoro ya ardhi. Hata mauaji yanayoripotiwa kwa RPC pale mengi yanatokana na migogoro ya ardhi. Inaweza ikawa inaongoza inayofuata labda wivu wa mapenzi, lakini nafikiri migogoro ya ardhi itakuwa inaongoza mauaji mengi, gomvi, mifarakano kwenye jamii, familia, baba, mama, watoto, mke na mume wanagombana, ardhi ya urithi na vitu vingine kama hivi. Lakini yote hiyo inatokana na migogoro ya ardhi. Kwa niombe mkawasimamie, katende haki mnapoletewa mashtaka, mwe waaminifu. Vitu vingine vya kawaida tu takumbana nayo mengi. Wengine kisha wajua wako mabingwa wa kusababisha migogoro au kunyang'anya wenzao ardhi makusudi. Ndio maana serikali ikaamua kuwepo na baraza maalum la wilaya ya ardhi kwa ajili ya kutatua migogoro hiyo. Sasa hatutegemei mambo mengine. Msije mkao nyinyi ndio wasababisha migogoro. Mtatue migogoro hiyo. Mimi nawatakia kila laheri. Mungu awabariki sana. Asante sana. Na hapa nitafanya kazi kwa uaminifu na uadilifu. Nakubali kuwa nitaishi kwa kufuata maadili ya ujumbe wa baraza la ardhi kama ilivyoonyeshwa katika kanuni za baraza hili. Mwenyezi Mungu nisaidie. Ujumbe wa baraza la ardhi na nyumba la wilaya ya Kaliwa, na hapa kwamba nitafanya kazi kwa uaminifu na uadilifu, na nakubali kuwa nitaishi kwa kufuata maadili ya ujumbe wa baraza kama ilivyoonyeshwa katika kanuni za baraza hili. Mungu nisaidie. Wananchi wetu wamekuwa wakihangaika. Anapomaliza shauri lake katika baraza la kata, analazimika kwenda Urambo au Tabora mjini ili awasilishe mgogoro wake wa ardhi. Lakini kwa sasa tutakwenda kuyamaliza mashauri yetu na migogoro yetu hapa Kaliwa.